tunakuamini asubuhi ya leo, tunakuamini asubuhi ya leo, tunakuamini asubuhi ya leo ya kwamba Bwana wewe uko pamoja nasi hadi mwisho wa dahari. Ni asante ni kwa maana kamwe hatutapotea mbali, tutakuwa na uzima wa milele. Vita vyote Bwana tupambanazo katika maishani haya si kwa ajili ya mwili na damu, bali ni kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu. Ni asante Kristo Yesu, ni kwa maana ulitushindia pale msalabani ulipokiri ya kwamba yote yamekwisha. Nasema ni asante, ni kwa maana kama si wewe Yesu hatungaliweza kusimama mbele ya uweponi mwako wa saa kama huu Bwana, tukilinua jina lako na kulitukuza tukisema wastahili. Baba Mungu ishio milele, ni kwa uwezo wako na nguvu zako ambazo Bwana zinatuwezesha siku baada ya nyingine kukiri Kristo Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ni asante kwa ajili ya damu iliyomwagika pale msalabani. Ilikuwa ni kwa ajili ya mwanadamu arejeshwe katika utukufu wako, ili akapate msamaha wa dhambi, ili akapate kupokelewa tena katika utukufu wako. Bwana Yesu, ni asante kwa hiyo damu iliyomwagika msalabani. Ilikuwa ni kwa ajili ya tusamehewe dhambi. Tunakiri dhambi zetu mbele zako Baba Mungu, ni kwa maana unasema naye jidaisha ya kwamba yeye ni mkamilifu, hana dhambi, anajidanganya yeye mwenyewe. Twakiri dhambi zetu mbele zako tukiomba Bwana utusamehe kwa kuwaza, kufikiri, hata kwa kutenda Bwana ukukosa. Bwana Mungu, asubuhi ya leo kama watoto wako Jehova, tunasimama mbele zako tukiomba upate kutusamehe dhambi zetu. Utuoshe kwa damu yako Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ibada hii iko mikononi mwako. Wacha Roho wako Mtakatifu akachukua usukani, ewe Kristo Yesu. Asante kwa maana wewe wastahili. Jina lako litukuzwe, ewe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaomba na atakuamini. Amen. Tunaweza kuketi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Naamini ya kwamba kila mmoja wetu amejaliwa kufika katika ibada hii ili tukapate kumwabudu na kumtukuza Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye aliyetufilia pale msalabani ili tukapate kuwekwa huru. Kama si ile ule uhuru ambao Kristo Yesu aliyousababisha kwa kutusamehe dhambi na kututakasa, hatungaliweza hata kusimama mahali pake patakatifu tukilitukuza jina lake. Ninamshukuru Mungu ni kwa maana ameyalinda maisha yangu pamoja na jamii yangu, na ninaamini nawe pia amekulinda pamoja na jamii yako. Ndio maana uko mahali hapa ili tukapate kulinua jina lake Kristo Yesu. Amina. Naamini ya kwamba tuko katika masaa yanayostahili, saa 3:46. Kwa hivyo ninaona saa 4 zimebakia na 14 hivi. So ikiwa ni 10 itaenda sana, ili tukapate kufuka pande lile nyingine, ili tukapate kuendelea na ibada zetu saa Jumapili ya leo. Ningependa uweze pia hata kuwa jirani yako pale, labda umefika na hujapata fursa la kumsalimia na kumjulia hali. Mkoe muulize mambo imekuaje katikati ya majuma. Kristo Yesu angali anatawala katika moyo wako ama aliondoka. Na ikiwa Kristo Yesu angali anatawala katika maishani mwake, ni vyema kumtukuza Mungu wetu pamoja na kupata kulinua jina lake kwa pamoja. Yesu asifiwe. Amen. My brother, please you can continue with that. Touching the keyboard just pole pole, tukimwabudu Bwana Mungu na kumtukuza yeye na kulipokea neno lake Kristo asubuhi ya leo. Amen. You are Yahweh.
You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are from the book of Exodus. My daddy requested me to continue where we stopped the other time. And we are opening our books, our Bible studies. It is from the book of Exodus, chapter 2, verse 1 downwards. And before we go to chapter 2, we are reading from the first chapter, so that we may understand where what I am going to teach about. It is all about the lady Moses. Chapter 1, verse 1. My brother and pastor, you will help me to read in Swahili after I read in English. Amen. Chapter 1, verse 1. In the book of Exodus, it says, "These are the names of the sons of Israel who went to Egypt with Jacob, each with his family: Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, Zebulun, and Benjamin, Dan, and Naphtali, Gad, and Asher. The descendants of Jacob numbered 70 in all. Joseph was already in Egypt." Basi majina ya wana wa Israeli walioingia Misri ni haya: kila mtu pamoja na jamaa zake walikuja pamoja na Yakobo: Rubeni na Simeoni na Lawi na Yuda na Isakari na Zebuluni na Benyamini na Dani na Naftali na Gadi na Asheri
na nafsi zile zote zilizotoka viunoni mwa Yakobo zilikuwa ni nafsi 70. Na huyo Yusufu alikuwa huko ndani ya Misri tangu hapo. Now Joseph and all his brothers and all that generation died. But the Israelites were fruitful and multiplied greatly and became exceedingly numerous, so that the land was filled with them. Yusufu akafa na ndugu zake wote na watu wote wa kizazi kile, na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi, na wakaendelea na kuongezeka nguvu, na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Then a new king who did not know about Joseph came to power in Egypt. Look, he said to his people, the Israelites have become much too numerous for us. Come, we must deal shrewdly with them, or they will become even more numerous. And if war breaks out, we will join our enemies, fight against us, and leave the country. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri, asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka. Tena ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. So they put slave masters over them to oppress them with forced labor, and they built Pithom and Ramesses as store cities for Pharaoh. But the more they were oppressed, the more they multiplied and spread, so the Egyptians came to dread the Israelites. Basi wakawekea wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithomu na Ramesesi. Lakini kwa kadri ya walivyowatesa, ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea, nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. And worked them ruthlessly. They made their lives bitter with hard labor in brick and mortar, and with all kinds of work in the fields. In all their hard labor, the Egyptians used them ruthlessly. Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali, wakawafanya maisha yao kuwa uchungu na kazi ngumu, kazi ya chokaa na ya matofali na kila namna ya kazi ya mashamba, kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. The king of Egypt said to the Hebrew midwives, whose names were Shipra and Puah, when you help the Hebrew women in childbirth and observe them on the delivery stool, if it is a boy, kill him, but if it is a girl, let her live. The midwives, however, feared God and did not do what the king of Egypt had told them to do. They let the boys live. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazilisha wa Waibrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina lake aliitwa Pua. Akasema, wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wa katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume basi muueni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na yule mfalme wa Misri. The midwives answered Pharaoh, Hebrew women are not like Egyptian women. They are vigorous and give birth before the midwives arrive. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza, kwa nini mnafanya jambo hili na kuwahifadhi watoto waume wawe hai? Wazalisha wakamwambia Farao, ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari hao, na uzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikiria. Chapter 18, verse 18, I have jumped, let me come back there. Then the king of Egypt summoned the midwives and asked them, why have you done this? Why have you let the boys live?
The midwives answered Pharaoh, Hebrew women are not like Egyptian women. They are vigorous and give birth before the midwives arrive. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza, kwa nini kufanya jambo hili na kuwahifadhi watoto waume wawe hai? Wazalisha wakamwambia Farao, ni kwa sababu hawa wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari hao na uzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikiria. So God was kind to the midwives, and the people increased and became even more numerous. And because the midwives feared God, He gave them families of their own. Basi Mungu akawatendea mema wale wazalisha, na hao watu wakaongezeka sana, wakaendelea na kuzidi kuwa na nguvu nyingi. Ilikuwa kwa sababu wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, akawasimamishia nyumba. Then Pharaoh gave this order to all his people, every boy that is born you must throw into the Nile, but let every girl live. Kisha huyo Farao akawaagiza watu wake akisema, kila mtoto mwanamume atakayezaliwa mtamtupa mtoni, na kila mtoto mwanamke mtamhifadhi hai. Chapter 2, let me read briefly from verse 1 downwards, and then we shall continue from there. So chapter 2, verse 1. Now a man of the house of Levi married a Levite woman, and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. But when she could eat him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. His sister stood at a distance to see what would happen to him. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bathe, and her attendants were walking along the river bank. She saw the basket among the reeds and sent a slave girl to get it. She opened it and saw the baby. He was crying, and she felt sorry for him. This is one of the Hebrew babies, she said. Then his sister asked Pharaoh's daughter, shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you? Yes, go, she answered, and the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to her, take this baby and nurse him for me, and I will pay you. So the woman took the baby and nursed him. When the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter, and he became a son. She named him Moses, saying, I drew him out of the water. One day, after Moses had grown up, he went out to where his own people were, and he watched them at their hard labor. Verse 10, when the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter, and he became a son. She named him Moses, saying, I drew him out of the water. Read. Verse 1 to 10. Mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka akawa binti mmoja wa Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba akazaa mwana, na alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri akamficha miezi 3, na alipokuwa hawezi kumficha tena akampatia kisafina cha manyazi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Umbo lake mtoto akasimama mbali ili ajue atakayompata. Basi binti Farao akashuka aoge mtoni,
na vijakazi wake wakatembea kando kando ya mto, naye akakiona kile kisafina katika majani, akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Akakifungua, akamwona mtoto, na tazama, mtoto yule analia. Basi akamhurumia, akasema, huyu ni mmojawapo wa watoto wa Waebrania. Basi umbu lake mtoto akamwambia binti Farao, je, niende nikamwite mlezi katika mwanamke wa Kiebrania aje kwako akunyonyeshee mtoto huyu? Binti Farao akamwambia, haya, enenda. Yule kijana akaenda akamwita mama yake yule mtoto. Binti Farao akamwambia, mchukue mtoto huyu ukaninyonyeshee, nami nitakupa mshahara wako. Yule mwanamke akamtoa mtoto akamnyonyesha. Mtoto akakua, naye akamleta kwa binti Farao, akawa mwanawe. Akamwita jina lake Musa, akasema, ni kwa sababu nalimtoa majini. Bwana Yesu asifiwe. Neno la asubuhi ya leo kutoka katika hicho kitabu kinaitwa Exodus, kinazungumzia habari kuhusu baby Moses. And before we talk about the baby Moses, tunaona chapter 1 habari kamili kuhusu wana wa Israeli. Wana wa Israeli katika enzi zile, kuna huu ufalme ulikuwa unaitwa wa Farao, na katika ufalme ule ulikuwa unatawaliwa na wafalme tofauti, lakini jina moja ilikuwa imepewa au wafalme Farao. Ukisoma verse 8 chapter 1 unasikia Biblia ikisema, then a new king who did not know about Joseph came to power in Egypt. So huu ni ufalme ambao ulikuwa umetawaliwa na hao majina walikuwa wamepewa Farao. Na kuna Farao ambao mwingine aliyekuja ambaye hakumjua Yusufu. Na alipoingia katika utawala wake, akaona vile wana wa Israeli wanaongezeka, na walikuwa wanaongezeka kwa kasi mno, wakawa wengi zaidi. Sasa huyu mfalme ambaye alikuwa anaitwa Farao wakati ule, akaona ya kwamba au wana wa Israeli vile wanavyozidi kukua wengi zaidi, wakiendelea hivyo watakuja kuwa overrule, watakuja kuwatawala, watakuja kuwatesa wao, watakuja kuwa dominate. Na akawa na hofu katika moyo wake ya kwamba ikiwa wana wa Israeli wataendelea hivi, basi tutakuja kuingia katika mashaka. So akaamua njia nzuri ya kupunguza ule umati wa wana wa Israeli ni kuwatesa mno, kuwapea kazi ngumu, kuwatesa, hata kuwaua. Lakini Biblia inasema ya kwamba jinsi vile alivyozidi kuwatesa wana wa Israeli, ndivyo walivyozidi kuongezeka zaidi. Wana wa Israeli ni watu ambao Mungu alikuwa anatembea na wao, walikuwa na ahadi zake Mungu katika kizazi chao. Na huyu mfalme ambaye alikuwa anaitwa Farao akawa na hofu ya kwamba wakizidi kuongezeka, labda watakuja kukua maadui zao na watakuja kuwashinda. So akaona njia nzuri ya kuwapunguza ule, yani vile walivyozidi kukua wengi, ni kuwateza na kuwaadhibu na kuwapea kazi ngumu, ndio waweze yani hiyo kizazi kikuwe ni kama kinataka kuisha. Lakini Biblia inasema ya kwamba vile alivyozidi kuwatesa, ukisoma verse 12 inasema, but the more they were oppressed, the more they multiplied and spread. So the Egyptians came to dread the Israelites. So waliona ya kwamba hawa wana wa Israeli watakavyozidi kuachilia
waendelee kuwa na ule uhuru wa kuishi katika hiyo nchi, basi watakuja kukua wengi na watakuja kuangeuka. So akaona njia nzuri ni kuwatesa. So ukiangalia hii habari kuhusu Moses inaungana na hiyo habari za wana wa Israeli hapo nyuma. Kuna adui ambaye huwa ni kama ako na ufunuo kuhusu maisha yako. Hii kuteswa kote ilikuwa ni kwa ajili wasiongezeke. Ndio unasikia kwamba habari inasema kwamba King Pharaoh akaamurisha watu wao, mtoto awaye yoyote wa kiume akisaliwa auliwe, asiishi, bali ikiwa ni mtoto wa kike huyo wasimuue. So hii inamaanisha ya kwamba mtoto wa kiume ni yeye anaweza sababisha uongezeko katika wana wa Israeli. So akaona njia nzuri ndio wasizidi kuongezeka ni kumaliza kisasi cha watoto wa kiume. Ndio Farao anawatesa, anawapea kazi gumu ili waumie, ili wateseke, ili hata wasiwe na ile nguvu ya kuconcentrate na maisha yao na familia zao, wake zao, watoto wao, ndio waumie zaidi, ndio wasizidi kuongezeka. Lakini Biblia inasema vile alivyozidi kuwatesa ndivyo walizidi nao kuongezeka. Tukienda chapter 2 ya Exodus, sasa hapo ndio kuna habari kamili kuhusu the baby Moses. Anasaliwa na mtu mmoja ambaye Biblia inasema alikuwa Mlawi. Levi, is it what? Lawi, isn't it? Yeah. Kwa Kiswahili ni Lawi. So huyu Moses amesaliwa, na aliposaliwa alikuwa katika orodha ya wana wa kiume ambao walikuwa wanauliwa. So Biblia inasema ya kwamba na aliposaliwa mama yake akaona, when she saw that he was a fine child. Hebu soma hapo kwa Kiswahili. When she saw, that is verse 2b. When she saw that he was a fine child. Na alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri, the fine child, she hid him for 3 months. Akamficha kwa miezi 3. So alikuwa katika orodha ya kuangamizwa na huyu mfalme ambaye ni Farao. Alikuwa auliwe, sababu command ya mfalme ilikuwa inasema ya kwamba mtoto awaye yoyote yule wa kiume auliwe, asiishi. Lakini Biblia inasema ya kwamba ukirudi tena chapter 1 verse 20, Biblia inasema verse 19 inasema, the midwife answered Pharaoh. Wacha turudi hapa nyuma kidogo. Verse 15, the Bible says, the king of Egypt said to the Hebrew midwives, wale wasalishaji, whose names were Shipra and Pua, when you help the Hebrew women in childbirth and observe them on the delivery stool, if it is a boy, kill him. Muue, usiache aishi. Biblia inasema the midwives, however, feared God and did not do what the king of Egypt had told them to do. They let the boys live. Then the king of Egypt summoned the midwives and asked them, why have you done this? Why have you let the boys live? The midwives answered Pharaoh, Hebrew women are not like wasalishaji. Ndio maisha ya Moses ikuwe safe
already Mungu alikuwa amefanya jambo kuhusu maisha ya Moses atakapokuja kuzaliwa. So Mungu huwa anachunga maisha yako, maisha yako mikononi mwake Mungu. Na ikiwa Mungu ako na kusudi fulani kuhusu maisha yako anaanza kuichunga hata kabla hujazaliwa. Sababu tukisoma hapa bado Moses hajazaliwa. Huyu Farao anasema watoto wa kiume wauliwe. Na Mungu anajua kuna mwana ambaye atakuja kuzaliwa ambaye anaitwa Moses, ambaye atakuja kuwaokoa wana wa Israeli. So Mungu ameanza kufanya kazi yake. Ameanza that process of protecting Moses through midwives. Kaduki, you can enter there. Ameanza kuprotect maisha ya Moses hata before asaliwe through the midwives, ambaye roho ya Mungu ilikuwa juu yao. Farao anasema wana wa kiume wakisaliwa wauliwe, lakini already Mungu ameandaa wale ambao ni the midwives, wale wasalishaji, ndio wasije wakadhuru wana wa kiume wanaposaliwa. So Mungu alikuwa ameona mbali mno kuhusu maisha ya Moses. Ndio maana anaingia ndani mwa roho za au wanawake ambao wanaitwa the midwives, ndio wasije wakadhuru mwana wowote wa kiume atakaposaliwa. So ndio maana Biblia inasema ya kwamba wale the midwives au wasalishaji hawakudhuru mtoto yeyote yule, mpaka yule mfalme akaanza kulalamika akisema, mbona mkafanya jambo hili? Alipowaambia hivyo, nao wakamwambia ya kwamba wanawake wa Kiebrania wanazaa haraka kuliko wanawake wa Egypt. So wanazaa haraka. Walikuwa wanajaribu kumwepa mfalme kwa hekima, ndio wasije labda akawaua labda. Lakini sababu Mungu alikuwa pamoja na wao, mfalme hakuwadhuru, mbali walimjibu kwa hekima ya kwamba wanawake wa Kiebrania wanazaa haraka kuliko wanawake wa Egypt. So maisha ya Moses Mungu akaanza kuiprotect even before asaliwe. So ukiendelea kusoma ya kwamba hiyo habari kuhusu Moses, unakuta ya kwamba the second chapter ndio inaongelelea sasa maisha ya Moses akiwa chapter 2 verse 1 ndio inaongelelea mambo ya Moses, vile anavyozaliwa, vile atavichwa miezi 3, na vile mama yake ataona maisha yake labda yatakuwa hatarini, na labda atakuja aonekana asichukuliwe auliwe. Akaona njia nzuri ni kwenda kumficha katika mto Nile. Ukisoma unaona ya kwamba kikapu fulani kinatengenezwa ili ule mtoto akatiwe pale ndani na akafichwe katika mto wa Nile. Alafu ukiendelea kusoma hapo unaona ya kwamba dadake anaona yes, mtoto ameshawekwa mahali pale katika ule mto, lakini anakaa kwa umbali ili amtazame yeye ni nini kitakacho happen katika maisha yake. Biblia inasema the daughter of Pharaoh alikuja katika ule mto wa Nile ili akakuja kuoga. Hiki kikapu na spiritual meaning inamaanisha undefined provision yake Mungu, abundance ya Mungu ambaye anaekea mtu wake ambaye anataka kumprotect. So hiki kikapu kinamaanisha undefined provision. Ni mahali ambapo mtoto huyu Moses aliwekwa ili maisha yake yakapate kulindwa naye Mungu. Akiwa katika ule mto, Mungu akapate kumlinda. Angalia hapa kuna muujiza ambao ulitendeka.
Farao ambaye ndio muamurishaji wa watoto wa kiume wauliwe, binti yake ndio anateremka kwa mto kwenda kuoga, na alipoenda kuoga ndio wanaona kikapu fulani kimewekwa hapo. Inasema nini? Basket. What does it say in Swahili? Kisafina. Kisafina. It is a kind of an ark. Kisafina fulani ambacho kilikuwa kimetengenezwa na akatiwa mle ndani, ndiyo maisha yake yasije yakapata madhara kutokana na mahali ambapo alikuwa amewekwa. So hicho kisafina ni define ya Mungu ambaye ilikuwa imeandaliwa kwa ajili ya mtoto Moses, ili asipate madhara yeyote akiwa katika ule mto wa Naye. Tunapozidi kusoma tunaona habari kuhusu vile sasa Moses amechukuliwa na mama yake. Mtoto wa Farao, binti yake, ameona hicho kisafina, ameamurisha yule ambaye anaitwa kijakazi aende akatazame ni nini iko ndani. Wakapata ni mtoto ambaye ako hapo ndani. Anasema ya kwamba alipofungua kile kisafina walipata ni mtoto wa Mwibrania ambaye alikuwa wa kiume, ambaye ni Moses. Na rehema zake Mungu zilikuwa juu yake, sababu huyu mtoto hakuna kitu chochote kilimtendekea, mbali huyu msichana alisema ya kwamba niruhusu niende nikakutafutie mtu ambaye atakayeweza kukulelea yule mtoto. Maajabu yale yalifanyika ni huyu, baada ya kukimbia anaenda kumleta mama yake mtoto ili akamchukue na kumlinda. Mungu wetu ni Mungu ambaye ni Mungu wa rehema, na anapopanga kuhusu maisha yako hakuna hatari yeyote ambaye inaweza kukupata wewe. Ameandaa haya yote yamtendekee Moses ili jina lake likapate kuaminika ya kwamba ni jina lenye uwezo na mamlaka. Biblia inasema ya kwamba God gave them families of their own. Kina nani? The midwives, ambao hawakuua Moses, sababu walijaribu vile wawezavyo kuyalinda maisha ya wale wana wa kiume. Vero anapeana the orders, anasema ya kwamba waue watoto wa kiume. Anawaamurisha, anawaambia ya kwamba muue watoto wote wa kiume, lakini hawakuwaua. Lakini hapa Mungu anaonekana akifanya jambo kuhusu maisha ya Moses, sababu alikuwa anamwandaa kwa ajili ya commission ambaye alikuwa ampee kwa ajili ya kuwalinda wana wa Israeli, kuwaongoza kutoka katika nchi ya utumwa. Sasa hapa tunaona the divine protection ya Mungu ikitendeka kwa ajili ya maisha ya Moses. The mother of Moses is the one who is going to nurture the baby Moses. They have no idea that the mother of Moses is the one who is caring about Moses. Hiyo tunaweza kuiita the divine intervention ya Mungu kuhusu maisha ya Moses. When you meet the divine of God, nothing can harm you. Ni kwa maana Mungu already alikuwa ameyaweka maisha ya Moses mikononi ambayo ilikuwa salama. Mfalme anataka hao watoto wauliwe, lakini Mungu ametenda jambo la kipekee ya kwamba hawa midwives atawaamurisha wasije wakaua mtoto awaye yoyote wa kiume. Moses maisha yake yaliendelea kulindwa na Mungu. God has great purpose. God has
great purpose in our lives when we trust upon him. Tunapomtumikia yeye, ako na kusudi iliyo njema kuhusu maisha yetu. Moses already Mungu alikuwa amempangia yote ambayo atakayoweza kuyapitia katika maisha yake. Saa zingine katika haya maisha unaweza kumbana na mambo ambayo ukiangalia hivi unaona kabisa ujui vile utatoboa katika haya maisha. Ujui itafanyikaje kwa maisha yako dakika ambayo ijayo. Au ujui ni yapi ambayo yatakutendekea. Au ujui ni nini ambayo itafanyika baada ya hayo. Lakini Moses ambaye Mungu alikuwa amemtenga kwa ajili ya kumwandaa kwa ajili ya commission kubwa ambayo ilikuwa ni kwa ajili ya kuokoa wana wa Israeli. Ni kumaanisha kwamba Mungu mwenyewe wakati unapookoka na unapoanza kufanya kazi yake Mungu, kuna ile divine protection Mungu huweka katika maisha ya mtu. Ukishaamini Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kuna divine ya Mungu ushuka katika maisha yako. Mimi ujichukua kama mfano ya kwamba before nipate wokovu ama niokolewe, nilikuwa ninaona tunaishi maisha fani sana katika familia yetu. Yaani unakuta mkitoka mambo haya ambayo ni ya kuwatesa, ikiisha mnapata mengine na wangoja mbele. Yaani maisha yanakaa fani, yaani maisha yanakaa kama mnafurugwa. Yaani kuna vitu ambavyo vinawakula nyinyi ambaye amjui, amuelewi ni nini. Lakini wakati nilipookoka nikaanza safari hii ya imani na Kristo Yesu, niliona maisha yangu yameanza kubadilika. Nikaanza kuona mambo fulani ambayo yalikuwa yananifuata kama mikosi, Mungu ameanza kuiondoa. Nakumbuka siku moja nikiwapea ushuhuda kuhusu andi yangu ambaye alikuwa mganga, na alikuwa amepata habari kuhusu maisha yangu ya kwamba nimejaa mikosi, na akawa amemwambia baba ambaye ni ndugu yake ya kwamba maisha ya huyo mtoto wako ambaye anaitwa fulani ambaye ni mimi yako hatarini sana, sababu tukio zote ambazo zinamuelekea yeye ni kama ni tukio za distraction. Na nashukuru Mungu ni kwa maana already nilikuwa nimeshaokoka. Na siku moja nikaenda nyumbani baada ya kutoka mahali nilikuwa nakaa. Nikaenda nikakuta ya kwamba baba already ako na information kuhusu vile ninavyoweza kufanywa ndio visirani vya maisha asiondoke. Na sababu already nimeshaokoka na ninajua zile habari wanazonipasha ni kuhusu vile watakavyoweza kunipeleka mahali eti nikaondolewe hizi visirani za maisha ndio ziache kunifuata. Baba akaniambia, akanipa habari, akaniambia andi yako anataka kuja huku kukutembelea, na unajua ya kwamba kuna mambo fulani ambayo tumekuwa tukiyatazama kwa maisha yako, na tunaona ili maisha yako yakuwe salama ni tutafute vile utakavyoweza kuondolewa hizi visirani zinazokufuata kila wakati. Nikamwambia yale ambayo mnayoyazungumzia ninayaelewa na ninayajua, lakini ninamshukuru Mungu ni kwa maana already nimeshaokoka. Niko na mmoja ambaye ninayemfuata anaweza kuniondolea kisirani chochote katika maisha yangu. Lakini baba hakutoa neno lolote kutoka kwa kinywa chake, bali alinyamaza. Lakini still my hand came. When she came, nikaona wamefanya kikao. Nikiwa hapo niliweza kuitwa. Nilipoitwa
andi yangu ni kama ulimi wake ulikamatwa, akawa hana maneno ya kuniambia mimi, anashindwa atanielekeza namna gani. Alimtazama hivi akaniambia, kijana, ninajua ya kwamba kuna mambo mengi ambayo yanakufuata na yanakuelekeza mahali pabaya, na vile nijuavyo, hali kama hii haiwezi ikatoka bila kufanyiwa hivi. Na sababu ninajua ya kwamba wewe already umeshaokoka na unamjua Mungu, hautaki tukupeleke mahali nataka kukupeleka, lakini naomba uniruhusu tukikupeleka wewe, yule mganga sitamruhusu ama sitakubali akushike, bali atafanya mambo yake akiwa kule mbali, ili akuondolee kisirani ya maisha. Nilimwangalia hivi kwa njia ya kihekima na nikijua ya kwamba huyu ni mzazi. Na unajua tulipookoka huko mwanzo, saa zingine watu walikuwa wanaokoka ile uokovu ya kiujinga. Unakuta ya kwamba unaweza anza hata kukemea mama yako ama baba yako, labda ikiwa baba yako ni mlevi ama ni mtu wa kufuta sigara, ukitumwa hata uwezi enda, unaanza hata kuwakemea, unaanza kuwaita pepo. Huyo ni mzazi, umeanza kumuita pepo, unaanza kukemea na kuelekeza maneno ambayo ni yale yako ndani yako, lakini uelewi huyu ni mzazi. Lakini kuna njia ya kumwadress yule mzazi. Mungu alinisaidia, nilikuwa na hekima. Nikamwambia, Andi, ninakushukuru kwa ajili ya hayo maneno ambayo unayoniambia, lakini nilimpokea Kristo Yesu, na huyu Yesu ako na ahadi nyingi kwangu mimi kuhusu maisha yangu. So nikikumbali haya ambayo unayoniambia, unanirudisha Misri, unanirudisha mahali nilikuwa, na maisha yetu naona yanaendelea yamekuwa mabaya, ni sababu tumeishi maisha ya kutomjua Mungu. So maisha ya mtu ambaye anayemjua Mungu huwa hayako hatarini. Hebu imagine mfalme anaamurisha the midwives, anawaambia mtoto wa kiume akizaliwa kill, muue, na unakataa. Lakini kukataa kwao, wanakataa kihekima. Hapa nataka kukuonyesha vile mtu wa Mungu anafaa kuwa na hekima kuhusu maisha yake ya wokovu, vile Mungu anavyoweza kuyalinda maisha yako unapotembea na Mungu katika hii safari ya imani, vile unavyoweza kuepukana na mambo ambayo yanaweza kukuingiza katika matata ama katika shida ukiwa umeokoka. Mimi andi yangu nikamwambia, nimeshaokoka, ninapenda Kristo Yesu, na mambo kama haya ambayo nayo nielekeza, neno lake Mungu linanikataza. Mambo ya kuniambia ati mganga atasimama mbali na aanze kuniganga akiwa mbali, ningeomba andi, sitaweza. Nimeshaokoka, ninapenda Kristo Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Na jambo moja ambalo nililoamini ni kwamba mwanadamu siku yake ni moja ya kuzaliwa, na kuna ile ingine ya kuishi, na kuna ile ya kuondoka duniani. Ikiwa haya mambo nayo nisungumusia niende nikagangwa na mganga ndio yaniondokee, ndio yatanisababisha niondoke duniani, eli niondoke, ni sababu sitakubali. Kwa hivyo sababu nimeshatoa uamuzi wangu, na ni uamuzi wangu wa kipekee na Mungu wangu, na vile nina relate na Mungu wangu, sitafanya yale ambayo nayo niambia. Kama vile the midwives walifanya, walimjibu mfalme kwa njia ya hekima ya kwamba hawa wanawake wa Ebrania wanazaa kwa upesi kuliko wanawake wa the Egyptian, wa Misri. Wakampea jibu kwa njia ya hekima, na hivyo ndivyo Mungu aliweza
kuingililia situation yao. So Mungu aliyalinda maisha yao sababu ya kumcha kwao kuliko kuwa ndani yao. Mtu wa Mungu ni lazima tumche Mungu kwa vyovyote vile. Huyu ni mfalme, these are midwives. Wana address mfalme lakini kwa njia ya hekima, ya kwamba haya ambayo unataka tuyafanye ndio tungeyafanya, lakini wanawake wa Israeli wanazaa haraka kuliko wana wa Misri. Lakini hapa Biblia inasema mfalme akaamurisha watu wao wote, mtoto wote wa kiume akisaliwa atupo wapi? Mto Nile, ndio waangamie kule. Lakini hiyo haikuwezekana. So andi yangu, hivyo ndivyo nilitokana na yeye kwa njia ya hekima. Hakurudi tena kwangu kuniambia ya kwamba ninafaa kufanya hivi na vile ndio mikosi ikuondokee. Mungu alikuwa anapima imani yangu aone ninampenda huyu Mungu kiwango gani. Ninaweza rudia yale mambo ambayo yanatukula kama familia. Mungu already alikuwa ameshanimulika mimi. Vile aliona mtoto Moses ni yeye atakuja kulete wokovu kwa wana wa Israeli. Na nasema ya kwamba katika familia yetu ni mimi mtu wa kwanza kusema kwamba nimeokoka katika familia yetu. Na tangu niokoke na nikaepukana na mambo kama hayo, familia yetu mwanga wa Mungu ulishuka. Wakaanza kutaka kujua ni Mungu gani huyu ambaye ninayemtumikia, niko na msimamo wa kiwango kama hiki. Mungu aliona wana wa Israeli wakiteseka, na akaona wana wa Israeli watapata wokovu wao kupitia the baby Moses, ambaye the king Farao ana plan kuua wana wa kiume wote. So kama Mungu angekuwa na mpango mzuri kuhusu Moses, yale mambo yote mfalme alikuwa ameyapanga kuua wana wote wa kiume wa wana wa Israeli, Moses angekuwa katika kategori ya wale wangeuliwa, na wana wa Israeli hawangeweza kupata wokovu, hawangeweza kutoka katika ule utumwa. Lakini sababu Moses ndio huyo amekuja amesaliwa, na baadaye ameona kwamba hapa nilipo si kwetu, heri niondoke niende nikaungane na ndugu zangu. Ndio ukisoma hapa verse 11 utakuta hapo Moses ameshakuwa mtu mkubwa na ameenda nje, akawapata watu wawili wakipigana. Mmoja alikuwa Mwebrania na mwingine Misri. So akaona Misri anatesa Mwebrania, na alikuwa ameshapata habari vile wana wa Israeli wanateswa huko. So akamsongea, akamkamata, akampiga, akamuua na akamweka kwa mchanga. So baadaye akapata wengine wakipigana, kumbe wao walikuwa Waisraeli. Alipowasongea akawauliza, mbona mnapigana na nyinyi ni madugu? Mmoja akainuka akamwambia, nani amekufanya kuwa hawajaji? So akakuta kwamba zile habari za kuua Misri ni kama zinajulikana. Akakimbia akaenda Midian, mahali alienda kujificha. So ukisoma story ya Moses utaona vile Mungu alianza kumprotect akiwa hata katika mikono mwa nyumba ya Farao, ambaye anaamurisha wana wa Israeli wauliwe. So Mungu ako na mpango mzuri kuyahusu maisha yetu. Unapookoka na kuanza kutembea na Mungu, maisha yako yanakuwa mikononi mwake Mungu. Ndio unaona Moses ndio huyo amesaliwa, wana wa Israeli
watoto wote wa kiume wana wa Israeli inasemekana wauliwe. Amewekwa kwa ile tumeita nini? Safina, hiyo kasafina. Amewekwa hapo ambayo inamaanisha divine protection yake Mungu ambaye alikuwa amewekwa ndani. Ameonekana na mbili ya Farao. So kama Mungu hangekuwa na mpango mzuri kuhusu watoto wote wa kiume wa wana wa Israeli, je, Moses angepona wakati alipochukuliwa? Sababu amechukuliwa na mbindi ya Farao ambaye alikuwa anaamrisha watoto wa kiume wote wauliwe. So wangeenda wamuue, lakini maajabu ni kwamba hakuuliwa. Hakuuliwa. Aliendelea kukaa katika nyumba ya mfalme, maisha yake yakiwa chini ya ulinzi mkubwa. Ukumbuke ni ule Farao tu alisema watoto wote wa kiume wafanye nini? Wauliwe. So maisha yetu wakati tunapoikabidhi kwake Mungu, ukuwa mikononi iliyo salama, ukuwa katika divine protection yake Mungu. Mungu huweka protection juu ya mtu ambaye anamwamini Kristo, mtu ambaye ameshaamua ya kwamba mimi nimeshaokoka, nataka nitembee na Kristo Yesu katika maishani mwangu, bila kwenda kando na mambo ya Mungu. So kama tungeamini Mungu vyema zaidi, maisha yetu hayangekuwa hatarini hata siku hata moja. Sababu ikiwa Kristo Yesu mwenyewe ameshakuokoa, amekuweka wapi? Amekuweka katika mikononi mwake, si atakulinda wewe? Huyu ni Moses, analelewa katika nyumba ya mfalme Farao, mtu ambaye ama mfalme ambaye ameamrisha wana wote wa kiume wauliwe, na analelewa pale na anakosa kuuliwa. Ni kumaanisha kwamba Mungu wetu ni Mungu mkuu ambaye anapenda maisha yetu tunapomtumikia. Anapotuokoa, unapoanza kutembea na yeye, maisha yako huwa guarded na Mungu. Hatua kwenda nyingine, Mungu anakulinda. Sijui kama umeshawahi sikia mtu anakuambia kwamba alikuwa safarini, akaamka asubuhi, akaoga, akavaa, na kitu tu kikafanyika hapo, akawa na delay, na kutoka hapo mwishowe akaenda kwa kituo cha basi ndio aende safari. Nakupa mfano na mtu ninayemjua. Alitoka nyumbani na akaja mpaka Nairobi. Kufika Nairobi pale kwa stage ya North Rift. Sijui zilikuwa ni saa gani wakati huo. Alipofika hapo akawa anataka aingie gari iondoke, na ilikuwa imebakisha mtu mmoja. So katika pale kulipa, ajui what happened, mtu alitokea ghafla, alikuwa amebeba bag. Akamwambia, ninakusihi sababu niko na haraka sana, niachie hii nafasi niondoke mimi, alafu wewe ukuja nyumbani. Na huyu jamaa hakusita, alimuondokea na alikuwa alipe. So akaachilia yule jamaa, akalipa fare. Na huyu jamaa kutoka hapo akairisha safari kwa masaa fulani. Kwanza akaenda sui, alipanda gari akaenda kutembelea sui nani ambaye walikuwa wamekaa kwa muda mrefu bila kuonana, na sababu alikuwa Nairobi, akaamua wacha niende nikamuone, nikamsalimia, alafu nikuje tu niingie gari niende nirudie Eldoret. Baada ya kuachilia ule jamaa ile nafasi, gari ikaondoka. Ikakuja. Hiyo gari haikufika. Ilipata accident kubwa sana. Na kuna watu ambao walikuwa wanajua fulani alikuwa safarini, na kuna gari imesemekana ya kwamba imeanguka hapa katikati ikikuja Eldoret baada ya Nakuru sawa hapo. Na kuna communication ambazo zilikuwa zimeendelea, so watu wakasikia habari ya kwamba kuna gari ambayo imeanguka, na fulani ni kama alikuwa masaa hayo ndio tuliongea naye kwa simu, ni kama anaweza kuwa alienda na hiyo gari.
So alipofika ndio alikuwa anaelezea wale ambao walikuwa wanapiga simu wakiulizia whereabouts zake, vitu kama hiyo, vile kulienda, vitu kama hiyo. Kumbe define ya Mungu ilikuwa juu ya maisha yake. Hakuwa aangamie na ile gari. Yule mtu aliyekuja mbio mbio ndio huyo alikuwa mmoja wa wale waliokufa, sababu haikumbakisha mtu. Na maisha ya huyo mtu hivyo ndivyo yaliweza kupotea. Ninamaanisha nini? Maisha yetu yako mikononi mwake Mungu. Yako mikononi mwa yule ambaye anayalinda maisha yetu. Yako mikononi mwa yule ambaye anaweza hata kukulinda ukiwa katikati ya maadui. Moses analelewa katika nyumba ya mfalme Farao, ambaye anasema watoto wote wa kiume wafanye nini? Wauliwe. Na analelewa pale, na ni kijana mdogo, na ni baadhi ya wale walikuwa wanasemekana wafanye nini? Wauliwe. So maisha yetu tunapoyaweka mikononi mwake Mungu, maisha yetu hukuwa salama. Maisha yetu hukuwa salama. Ni wewe kumwamini Mungu ili maisha yako yakawe salama wakati wote. Unapoamka asubuhi, unapiga magoti yako, unasemesana na Mungu. Unamwambia, Mungu, ninaondoka, ninaenda kazini ama ninaenda katika safari. Naomba uyalinde maisha yangu. Naomba unikinge kutokana na hatari zozote zile. Maisha yako yanakuwa salama, yanakuwa protected. Ni kwa maana wewe unamtumikia Mungu anaishi. Wewe unamtumikia Mungu ambaye anaweza akayalinda maisha yako. Yule handi ambaye alikuwa ananiambia niende nikagangwe sui na mtu atasimama sui kule na alafu atafanya vile atafanya, nilipokataa yale maneno yake, maisha yangu si haya. Na kile kitu ambacho kilikuwa kinanifuata, sababu nilikuwa napata maajali sui nini, mambo kama hayo, Mungu akaniondolea. So Mungu ni kama alikuwa anataka kujua huyu Kristo Yesu ambaye nimemkiri katika maisha yangu, ninamaanisha ama nilikuwa nakuja kujisatisfy ya kwamba nimeokoka, kumbe dunia ingali inanitawala. Mtu ambaye ameshaokoka ni lazima dunia ikakuondokea mbali. Unapoona dunia inataka kukufuata, unafaa kukimbia sana ukiepa dunia, kwa maana dunia ni mbaya. Maisha ya kiulimwengu yale yamejaa anasa, yamejaa mambo machafu, tunafaa kuyakimbia, kuyaacha, ili tushikamane na Kristo Yesu ambaye anaweza kuyalinda maisha yetu, ili tupate kushikamana na Mungu ambaye anayeweza hata kuyabariki maisha yetu. Yule Mungu ambaye anaweza kuyalinda maisha yetu, anayeweza kuyagadi maisha yetu yasiwe katika hatari, yasiwe mahali pabaya. Mtu ambaye anayemwamini Mungu ni lazima apate kumlinda. Moses, kama Mungu angemlinda, angelete ukombozi katika wana wa Israeli ambao walikuwa wanateswa na Farao. Anawatesa lakini wanaendelea kuongezeka. Mungu alikuwa anaandaa mtumishi wake ambaye ni Moses, ili akaje akalete wokovu na ukombozi mkuu katika wana wa Israeli. Na sababu Moses alisikia sauti yake Mungu, alisababisha hicho kisasi kiondoke katika mikono mwa yule aliyewatesa ambaye alikuwa ni Farao. Ukiendelea kusoma utaona habari kuhusu vile Moses alisababisha ukombozi wa ajabu katika wana wa Israeli waliokuwa wakiteswa na Wamisri. Walikuwa wanateswa, wanapewa kazi ngumu, wanapigwa, wengine hata wanauliwa, lakini Mungu alikuwa pamoja na wao. Moses, sababu ya kusikiliza sauti yake Mungu, Moses, sababu ya ile protection yake Mungu ambaye aliweka katika maisha yake, ilisababisha hicho kisasi Mungu kukilinda. Na hadi wa leo tunasoma habari kuhusu Moses, vile alivyoweza kuwaongoza wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Wamisri na kwenda nchi ya Kanaani. Hata kama safari yake hakuikamilisha, lakini aliwaondoa wana wa Israeli mikononi
mwa watesi wao. Maisha yetu yataondolewa katika watesi wetu ikiwa tutamwaminia Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Maisha yetu yataondolewa katika mikononi mwa wale maadui zetu ikiwa tutazidi kumwamini Kristo Yesu. Maisha yetu yatapata fanaka na kubarikiwa ikiwa tutamwamini Mungu wetu ambaye anayeweza kuyalinda maisha ya yule anayemwamini. Kama maisha ya Moses Mungu angeilinda, wokovu ama ukombozi haungepatikana kwa wana wa Israeli. So ni sababu ya kutii ile sauti yake Mungu. Na sababu ukisoma Biblia utakuta ya kwamba sababu ya zile dhambi zilikuwa ndani ya Moses. Baada ya hata kuua, Mungu anasababisha jambo pale ilikuwa inaitwa pembani bush, ndio asongelee aangalie ni nini inaendelea. Kumbe Mungu anataka asungumuse na yeye, ndiye aweze kumwandaa kwa ajili ya Great Commission ambaye alikuwa ameiandaa kwa ajili yake, ili waongoze wana wa Israeli kutoka katika mateso yao. Tumwamini Mungu wetu ya kwamba anaweza kuyaongoza maisha yetu na kuyakomboa kutokana na mikono ya yule mwovu Shetani, ili Mungu akapate kuonekana kwa yale maisha yetu. Mungu yaona mahali ambapo unaelekea. Ikiwa tu utashika imani na kusema ya kwamba liwe liwalo, Kristo Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Mungu atasababisha mambo makuu yatendeke katika maishani mwako. Hata ukuwe na nafasi ya kusimama mahali pake patakatifu ukisema, Bwana hakika nimemuona katika hii safari ya imani. Kwa hivyo masaa naona ni kama yamekwisha. Kwa leo tutaweza kufika hapo tukijua, tukiweka haya mambo maanani ya kwamba Yesu ikiwa alileta wokovu katika maishani mwako, ni lazima ukapate kushika imani na kutembea na yeye bila kutoka katika wokovu huu ambao Mungu aliuleta katika maishani mwako. Tusimame kwa jina la Yesu Kristo.